kuhusiana na hilo? Maoni yangu mimi kwa jinsi ambavyo wametumia, kiukweli kitu kizuri na ni kitu ambacho tunawapongeza. Cha kwanza kuona kwamba hichi kitu kinalenga matokeo hasi au chanya kwa timu. Kitu kinapotokea, tumeweza kuona waamuzi wa leo, siku ya leo wamefanya kazi kubwa sana na wamepambana kupata ni namna gani maamuzi haya yanaweza yakaleta mantiki nzuri au yanaweza yakaumiza upande mwingine. Lakini yote kwa yote tumeona hamna watu ambao wameumia kutokana na waamuzi matendo waliokuwa wanafanya uwanjani. Wala ni karibu mwana michezo, ni baada ya dakika 90 kumalizika. Tuko hapa uwanja KMC na tuko na Joina. Joina ni kama ana furaha baada ya clean sheet kuondoka. Sema kweli. Ndugu yangu, nashukuru kwa kunijibia, ila mimi nina furaha zote kwa sababu tumeweza kucheza mchezo mzuri na tumeweza kupata ushindi, matokeo ambayo yameweza kutupa alama 3 na kufikisha alama 6 kwenye ligi hii ambayo imeanza. Ikiwa ni michezo yetu miwili toka ligi imeanza, tuna alama 6, tuna magoli hadi sasa hivi takribani 7. Katika hayo magoli ambayo tumeyapoteza ni mawili, lakini magoli ambayo ni ya clear ambayo ni yanohesabika ni magoli 5. Kwa hiyo ni jambo la kujivunia kwa klabu yangu na ni jambo la kujivunia kwa wachezaji. Naweza nikaenda mbele zaidi kuwapongeza wachezaji ambao kwa siku ya leo waliweza kufanya vizuri. Hatuwezi tukamsahau Max Nzegeli ambaye kwa siku ya leo ameweza kuwa man of the match mara 2 toka ligi imeanza. Ameweza kuchukua mara ya kwanza ligi ilivyoanza na leo tena akaweza kuchukua. Ni jambo la kumpongeza sana, ni mchezaji mzuri, ni kiungo mzuri ambaye tunajivunia kwetu sisi Yanga kuwa na mchezaji kama yule. Tukitoka hapo tunaweza tukaja mbele zaidi kumpongeza Shedrack Boka. Ameweza kusawazisha Matu kuweza kupata magoli mazuri na kuweza kusababisha Yanga Afrika ni ushindi. Kwetu sisi kama Yanga, kama mashabiki wa Yanga, ni jambo la kumshukuru na ni jambo la kumpongeza. Tunaweza tukampongeza pia mwalimu, aliongoza kikosi vizuri na kikosi kikaweza kufanya vizuri. Palipokuwa na matokeo mabaya tumeweza kuona wakirekebisha, lakini kila sehemu wameweza kuperform kwa hali na mali na kwa kujitoa ili tuweze kupata matokeo mazuri. Ukienda kuangalia kuna wachezaji ambao wamewasajili takribani ndani ya hizi siku au msimu toka umeanza. Kuna ambao leo hawajaweza kupata namba ya kucheza, lakini tumeweza kuona kwa kuwa Yanga Sport Club ina kikosi kikubwa ambao walikuwepo uwanjani wameweza kuperform vizuri na wameweza kucheza mchezo mzuri na wameweza kushirikiana. Mmoja akatoa assist na bado wamefunga. Tumeweza kuona Shabalala dakika ya 80 au ya 80 kama sijakosea, ameweza kusababishia Yanga African goli ambao limeenda kusapelekea Yanga kutamatisha mchezo wakiwa na magoli 4. Sio kawaida kwa mchezaji kama Shabalala ambaye tulikuwa tunamwona kwa muda mrefu alikuwa hajashinda, lakini kwa siku ya leo ameweza kukipa kikosi ushindi. Ni jambo la kumpongeza na ni jambo ambalo tunaweza kujivunia. Ni kitu ambacho alikuwa anatamani kukifanya kwa muda mrefu, lakini siku ya leo ameweza kukifanya nikiwa ni dakika ambazo mchezo unaenda kutamatika. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho tunaweza tukajivunia. Pia tunaweza tukawapongeza waamuzi. Kuna sehemu ambapo walikuwa wanaweza kukosea kutokana na wachezaji makosa ambao walikuwa wameyafanya, lakini wameweza kwenda direct na kuenda kwenye video support ambayo ilikuwa inasababisha kwamba hapa ni matokeo sahihi ya kufanya maamuzi na hapa sio matokeo sahihi ya kufanya maamuzi. Ni jambo ambalo tunaweza tukawapongeza, pia wamejitahidi. Tunaweza tukasema kwa mashabiki wa Yanga, mimi ambacho naweza nikawashauri kwa sasa hivi ligi yetu ambavyo imeanza, tumeona TFF wamebadilisha mfumo mzima wa ukataji wa tiketi. Hicho ni kitu ambacho mashabiki wengi wanashindwa kuelewa ni namna gani huo mfumo wanaweza wakautumia na kuweza kukata tiketi, lakini mimi naweza nikawashauri mashabiki wa Yanga tuendelee kujifunza. Mambo mazuri yanakuja. TFF wameliona hili kwamba ni zuri na kuweza kulileta mbele yetu kwamba tuweze kulitumia. Ni jambo ambalo tunatakiwa tujifunze kwa hali na mali, na pia mimi ni washauri mashabiki waweze kufika uwanjani kwa wingi kuisupport timu. Tunapokuja uwanjani, tunapoisupport timu itafanya vizuri. Licha na timu ya kufanya vizuri, bado timu itapata performance kutokana na mashabiki ambao watajitokeza uwanjani. Shabiki anapokuwepo uwanjani, mchezaji anapata confidence ya kuweza kufanya kitu kilicho bora zaidi. Kwa hiyo mimi kwangu mimi naweza nikawapongeza mashabiki waliojitokeza siku ya leo kuweza kusupport timu yao na kuweza kusupport wachezaji waliokuwepo pale uwanjani. Ni jambo la kujivunia. TFF wamefanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo sisi kama mashabiki ni sisi kujua ni namna gani tunaenenda
kwenda kwenye huu mfumo ambao wameuleta. Mimi kwangu mimi naweza kusema TFF wanaweza wakaleta mfumo tuweze kujifunza zaidi na kuweza kutumia zaidi, kwa sababu tunakuja kuingia kwenye AFCON. AFCON ni kitu ambacho ni watu, timu nyingi ambazo ni za nchi nyingi ambazo zinakuja kwa ajili ya hapa. Wanatamani tuwe na mifumo mizuri ambayo inatumia digital mara nyingi. Yani kwa sababu hapa sasa hivi wamelivyoleta tiketi, watu wanataka wajifunze zaidi namna gani ambavyo wanaweza wakatumia huo mfumo. Tunampongeza rais wa TFF kwa kitu kizuri alichokifanya na kukileta, ila mashabiki tusife moyo na imani kwa ambaye hajajua namna ya kutumia mfumo atajua namna ya kutumia mfumo. Jo, umeona football video support ambayo leo imetumika hapa uwanjani. Maoni yako ni yapi kuhusiana na hiyo? Maoni yangu mimi kwa jinsi ambavyo wametumia, kiukweli kitu kizuri na ni kitu ambacho tunawapongeza. Cha kwanza kuona kwamba hichi kitu kinalenga matokeo hasi au chanya kwa timu. Kitu kinapotokea tumeweza kuona waamuzi wa leo, siku ya leo wamefanya kazi kubwa sana na wamepambana kupata ni namna gani maamuzi haya yanaweza yakaleta mantiki nzuri au yanaweza yakaumiza upande mwingine. Lakini yote kwa yote tumeona hamna watu ambao wameumia kutokana na waamuzi. Matendo waliokuwa wanafanya uwanjani wameweza kuperform vizuri, na video support imeweza kuwa the best quality kwa kuwasaidia waamuzi kwamba tuondoke zile skendo kwamba waamuzi wanapendelea timu fulani, waamuzi wanabeba huyu, waamuzi anafanya hivi. Ni kitu ambacho ni cha kujivunia kwa kile kitu ambacho wamekifanya siku ya leo au game zote ambazo zimeendelea. Tumeona wakitumia ni namna gani ambayo kwanza wanajilinda wao, kima hawajilindi wao, pili wanawalinda wachezaji ambao wako uwanjani. Ni namna gani wanajilinda? Wanaporekebisha ile video support kuja kwenye mchezo moja kwa moja, ni kwamba wao wanajilinda wasipate lawama kwamba leo wamependelea timu fulani. Kwa ile kitu sasa hivi wameitoa. Kwa kila timu sasa hivi itashinda mechi zake, kila timu sasa hivi itaperform namna inavyoweza kuperform. Kwa sasa hivi hamna kelele, hamna lawama, hamna kitu chochote ambacho tutaenda kukisikia. Kwa hiyo kwangu mimi naweza nikasema tuendelee kuitumia na waamuzi tuendelee kuwaamini. Wanafanya kitu kizuri na wanafanya kitu ambacho ni the best kwa kila timu. Hawataki kuegamia upande wote, lakini wao wapo kwa ajili ya kusaidia ni namna gani tunaweza tukacheza mchezo mzuri, namna gani wachezaji waheshimu wanapokuwa uwanjani, wanapokuwa wakiperform. Jo, kuna mtu anasema hivi, nimepata hii taarifa kwamba wachezaji wa Yanga ambao wamesajiliwa hamna kitu, na ndio maana man of the match kiasi kutoka ule Max wa kipindi kilichopita kwamba wachezaji wa zamani ndio ambao wanaisaidia Yanga. Kauli unaichukulia? Mimi kauli hiyo naweza nikaikataa. Yaani mimi kauli hiyo kusema kwamba wachezaji ambao wamesajiliwa hamna kitu. Tumeweza kuona leo Sharulile kwenye ligi ile ni mechi yake ya pili amecheza, lakini ni mtu ambaye ameweza kucheza vizuri, ameweza kuperform vizuri, ijapokuwa kuna nafasi amezipata lakini ameshindwa kuzitumia na kupata matokeo ambayo ni mazuri, lakini ni the best player ambaye amefanya kazi nzuri uwanjani, ameonekana ni mtu ambaye amejitahidi, ni mtu ambaye ametoa support kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo kwangu mimi siwezi kusema kwamba hawajaperform vizuri. Leo ndo kwanza mechi ya pili, tusianze kuwalaumu sana ikiwa ni mechi ya pili. Bado kuna mechi ambazo zinakuja. Tuangalie mzunguko wa mechi 16 ambao unakuja. Je, wataweza kuperform vizuri au hawataweza kuperform vizuri? Ambapo watashindwa kuperform vizuri, ndo hapo ambapo tunaweza tukasema tuwalaumu kwa kile kitu ambacho wanakifanya. Lakini kwa sasa hivi naomba tuendelee kuangalia mechi ambazo zinaendelea, na ninaomba tuendelee kuangalia kikosi ambavyo kinaendelea, ndipo ambapo tunaweza tukawalaumu. Shukrani sana.